Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Mpendwa, karibu katika siku ya 16 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ya ishara, ajabu, maisha yote ya Kristo aliyoyaishi na miujiza yote Kristo aliyoifanya. Sasa, siku ya leo ikiwa ni siku ya 16, tunakwenda kuangalia kwa habari ya Yesu Kristo kuingia katika mji wa Yerusalemu. Kulikuwa na vitu gani? Huku akiwa amepanda mwanapunda, tunaona matari, watu wakipiga kelele na shangwe, wakiimba wakisema, Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Nguo zikitandikwa chini, huku Kristo akiwa amepanda mwanapunda. Mpendwa, mambo haya yanamaanisha nini? Mambo haya yalikuwa yanasemaje? Kristo Yesu alikuwa anafunua nini? Kristo Yesu alikuwa anatuonyesha nini kupitia jambo hili? Mpendwa, kumbuka tunajenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Vitabu vyetu vya siku ya leo ni vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu kile cha Mathayo, ile sura 21 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 15, lakini tutasoma mstari michache tu, wa kwanza mpaka ule wa 11. Lakini pia kitabu kingine ni kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 12 kuanzia ule mstari wa 12 mpaka ule wa 19. Kwa nini tunatumia vitabu viwili? Nataka tuyaunganishe haya mambo yote katika vitu viwili, kwa sababu kuna jambo jingine, kuna maneno mengine hayakuandikwa kwenye kitabu cha Mathayo, lakini kwenye kitabu cha Yohana lipo, na ili tuweze ku make sense juu ya somo letu ambalo tunajifunza siku ya leo. Basi, kwanza nataka nirejelee siku ya 15 ambapo tulimwona Yesu Kristo akibadilika uso wake alipokuwa juu kule mlimani na wale Petro, Yohana na Yakobo. Na kabla hajaenda Yerusalemu kwenye Mathayo 16 tuliona alikuwa akiwaambia nataka kwenda Yerusalemu, huko imenipasa nikapitie mateso mengi. Na huu ulikuwa umekaribia wakati wa Pasaka. Ndipo Yesu Kristo sasa anaelekea Yerusalemu ili aende kupata yale mateso mengi, ili aende kupata vile vitu vyote, na baada ya hapo atafufuka. Sasa katika Mathayo 21 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 5 anaanza kusema kwamba hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu huyo akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. 4. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Mpendwa katika Bwana, hapa tunaona Yesu Kristo akiwa amekaribia Yerusalemu, amefika katika Bethfage, akawatuma wanafunzi wawili wakaende kumchukua mwanapunda pamoja na punda. Na anasema mtu huyo atakapouliza kwamba kwa nini wanamchukua punda huyo, akasema mtamwambia Bwana anamhitaji, ili neno lile lililonenwa na nabii litimie, ambalo linasema kwamba mfalme wako anakuja, binti Sayuni, amepanda punda na mwanapunda anakuja kwako. Mpendwa, huu nabii ulitolewa wapi? Huu nabii ulitoka wapi? Mpendwa, huu unabii ulitolewa na nani? Unabii huu ulitolewa na nabii Zekaria katika ile Zekaria 9 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Inasema kwamba furahi sasa, binti Sayuni, piga kelele, binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. 10. Na gari la vita nitaliondoa liwe mbali na Efraimu, na farasi awe mbali na Yerusalemu, na upinde wa vita utaondolewa mbali, naye atahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa toka bahari hata bahari, toka mto hata misho ya dunia. Mpendwa katika Bwana, anasema jambo hilo katika hiyo Zekaria. Nabii anatoa unabii juu ya Yerusalemu na juu ya Sayuni. Hapa tunamwona Yesu Kristo anapokaribia Yerusalemu, anawaambia neno hilo ili utimie unabii huu wa nabii Zekaria aliyotabiri kwamba anakuja kwako, shangilia binti Yerusalemu, furahi binti, maana huyu anakuja ni mwenye haki, lakini pia ana wokovu. Anakuja na wokovu,
Anasema pia naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwanapunda. Kristo Yesu anaonesha jambo hili. Tukumbuke kwanza, Yesu Kristo ameficha identity kwa muda mrefu sana, na ishara ya kwanza ya Mesia kuja ni hii ya kupanda mwanapunda. Sasa katika Mathayo 21 mstari wa 6 na 7 tunaendelea, anasema hivi: wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyoamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Wanafunzi walipoenda, wakamchukua yule mwanapunda na punda, kisha wakachukua nguo zao wakaweka juu katika yule mwanapunda ili aweze kuketi, naye Yesu akaketi juu yake. Sasa tunakwenda kwenye kitabu cha Yohana. Kwa nini tunakwenda kwenye kitabu cha Yohana? Kuna jambo tunataka tukaliangalie kule, ambalo ndio tunaanza kufungua mlango wetu juu wa mambo haya. Katika Yohana 12 na ule mstari wa 12 na wa 13, amina, anasema hivi: nayo siku ya pili yake watu wengi walioijia sikukuu walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Hapa kuna watu wengi sana ambao walikuwa wameijia sikukuu. Kumbuka sikukuu iliyoko mbele ni sikukuu ya Pasaka. Sasa wakaijia hiyo sikukuu na kusikia kwamba Yesu Kristo anakuja wapi? Yerusalemu. Pendwa katika Bwana. Sasa sikiliza, 13 anasema hivi: wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Mpendwa katika Bwana, siku ya leo hapa tunakwenda kumwangalia Yesu Kristo katika vitu vitatu: mfalme, kuhani, lakini pia kama nabii. Sasa katika hii 13 tunaona kuna ishara moja kubwa sana inafanyika. Ishara yenyewe ni nini? Yesu Kristo wakati anaenda akiwa amepanda punda, anafika karibu na Yerusalemu, watu walitoka na matawi ya mitende kwenda kumlaki, wakatoka nje kwenda kumlaki. Hicho kitendo kinamaanisha nini? Mpendwa katika Bwana, ni kitendo kikubwa sana, ni ishara kubwa sana. Ishara hii katika Agano la Kale ilikuwepo na ilifanyika wakati ule wa Israeli wamepiga Wafilisti. Daudi akawa amempiga yule Goliath. Sasa wakati wanarudi ndani ya mji, kikatokea kitendo cha namna hii, kwenda kumlaki mfalme. Ilikuwa ni ishara ya kuwapokea mashujaa, ilikuwa ni ishara ya kuwakubali watu walioshinda, ilikuwa ni ishara ya kwenda kuthibitisha kwamba tumeshinda. Mpendwa, inafanyika nini? Katika ile Samueli wa kwanza na ile sura ya 18 na ule mstari wa 6 anasema hivi: hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Mpendwa, umeona ushindi wa Israeli baada ya kushinda. Hawa watu wakatoka wakaenda kumlaki mfalme Sauli, huku wakiwa wanaimba, wanasema Daudi ameua 10,000, Sauli ameua 1,000. Jambo hilo likawa limemkwaza Sauli. Mpendwa katika Bwana, sasa kitendo kikuu hapa ni kwenda kulaki baada ya ushujaa, baada ya ushindi. Jambo hili likiwa linatufundisha nini? Jambo hili likiwa linamaanisha nini? Mpendwa katika Bwana, ndivyo itakavyokuwa siku ambayo Yesu Kristo atakuwa anakuja. Mpendwa, ni ishara ya ushindi juu ya unyakuo. Kwa nini ni ishara ya ushindi juu ya unyakuo? Siku wakati Yesu Kristo anakuja, watu tutatoka kwenda kumlaki Kristo hewani, ndipo tutakwenda kumlaki Bwana hewani, alafu tutakwenda kutawala naye miaka 1000 ile yote. Mpendwa, sasa hilo tutakwenda kutawala miaka 1000. Mpendwa, sasa naomba hili jambo niliweke kwanza pending, alafu tuendelee, nitarudi tena. Katika Mathayo 21 ule mstari wa 8 mpaka wa 11 anasema hivi: watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale walioufuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. 10. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Mpendwa katika Bwana, umeona hapa Yesu Kristo katika Yohana 12 tumeona wanaonyesha hali ya kwenda kulaki. Hapa haijaonyesha hali ya kwenda kulaki, lakini kitendo cha kulaki kilitokea. Sasa hapa Yesu Kristo anavyoingia, wanakata matawi ya mitende, wanakata matawi ya miti, wanatandika nguo zao chini, wanaweka ili mfalme aweze kupita. Hapa Kristo Yesu anatambulikana kwa vyeo viwili. Tumeona ni kama mfalme, lakini pia ni kama yule nabii. Mpendwa katika Bwana, ni kama mfalme, lakini pia ni kama yule
nabii. Anasema ni yule nabii ajaye. Watu wanauliza ni nani huyu? Watu wanasema ni yule nabii ajaye. Kwa Yesu Kristo amebeba title ya ufalme, lakini amebeba title ya unabii. Ukienda kuanzia mstari wa 12 pale, Yesu Kristo anakwenda kulisafisha hekalu, maana yake anabeba nafasi ya ukuhani, cheo cha ukuhani. Mpendwa katika Bwana. Sasa turudi kwenye Yohana 12 mstari wa 17 na 19. Anasema hivi, basi wakamshuhudia wale makutano walipokuwapo pamoja naye, alipomwita Lazaro kutoka kaburini akamfufua. Na kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki, kwa kuwa wamesikia kwamba ameifanya ishara hiyo. Basi Mafarisayo wakasemezana wao kwa wao, waona kwamba hamfai neno lolote. Tazameni, ulimwengu umekwenda nyuma yake. Mpendwa katika Bwana, nimekwambia jambo hili ni jambo la unyakuo. Kwanza, wao watu makutano walipomshuhudia kwamba huyu ni nabii yule ajaye, makutano wakaendelea kuongea kwamba alimfufua Lazaro. Baada ya kumfufua Lazaro, tunaona mlolongo wake wote kubadilika, kugeuka kwa sura, anafika mpaka mahali hapa Yerusalemu. Makutano wanashuhudia hicho jambo. Kwenye ule mstari wa 18 anasema kwa sababu hiyo ya kumfufua Lazaro, kwa ishara hiyo ndio wakaenda kumlaki huyu Kristo. Mpendwa, ndivyo itakavyokuwa. Mpendwa, hiyo ni ishara ya unyakuo. Katika kile kitabu cha Thesalonike wa kwanza 4 na ule mstari wa 16 na 18 anasema hivi, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapa tunaona Kristo Yesu alimfufua Lazaro. Baada ya kumfufua Lazaro, watu wanaenda kumlaki kwa sababu ya ishara hiyo, kwa sababu ya ajabu hizo, wakisema Hosana, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Anasema kwa kuwa watafufuliwa kwanza. 17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki. Baada ya hapo sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja naye milele. Mpendwa katika Bwana, tazama, tutakuwa pamoja na Bwana milele. Baada ya kwenda kumlaki, ndipo tutaenda kutawala naye, ndipo tutaingia Yerusalemu mpya inayoshuka kutoka mbinguni, ndipo tutaingia katika Yerusalemu mpya inayoshuka kutoka mbinguni. Kwa haikuwa tu ni ishara kwamba Yesu Kristo anaingia tu Yerusalemu alafu wale watu wanatoka nje ya mji kwenda kumlaki. Ilikuwa ni ishara ya kifalme, ilikuwa ni ishara ya ushindi, ilikuwa ni ishara ya ukombozi, ilikuwa ni ishara ya nguvu, ilikuwa ni ishara yenye nguvu, inamaanisha unyakuo. Mpendwa katika Bwana, anasema hivi, basi farijianeni kwa maneno hayo. Basi mimi na wewe tufarijiane kwa maneno hayo, kwamba tutamlaki Bwana hewani kama ilivyokuwa wale watu walivyomlaki kuingia katika Yerusalemu ile ya chini, lakini sisi tutaingia katika Yerusalemu ile ya mbinguni ambayo imejaa utukufu, ambayo imejaa neema, ambayo imejaa uzuri inayoshuka kutoka mbinguni. Tutakaa miaka 1000, tutatawala pamoja na Bwana. Kwa hiyo haikuwa ishara hivi ya kwenda kumlaki Yesu Kristo, bali ilikuwa ni ishara inayojulisha habari ya unyakuo. Mpendwa, katika Mathayo 21 ule mstari wa 12 mpaka wa 14 taendelea kusoma. Anasema hivi, Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, bali ninyi mmefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Mpendwa, ndivyo itakavyotokea. Hapa Yesu Kristo tunaona baada ya pale amepanda mwanapunda, ikiwa ni ishara ya unyenyekevu, upole na vitu vingine. Baada ya kuingia mule hekaluni, anazipindua zile meza za wavunja fedha, anafungua yale mabanda yote ya njiwa, anawaambia, nyumba yangu haitakuwa pango la wanyang'anyi, bali itakuwa ni nyumba ya sala na nyumba ya ibada. Anaenda Kristo analisafisha lile hekalu, alafu wanamwendea walemavu, wanamwendea viwete, wanamwendea wenye uhitaji, anakwenda kuwaponya. Mpendwa, ndivyo itakavyotokea atakavyofika Kristo. Yeye mhukumu ambaye atakuja ni mhukumu wa haki, tena msafi, tena mtaua, ambaye injili yake imetangaza tangu mto hata mto, bahari hata bahari. Mpendwa katika Bwana, atafika, ataisafisha, atahukumu. Maana atakapokuja tena, atakuja akiwa amepanda farasi, alafu yule farasi anawaka moto. Mpendwa katika Bwana, anasema katika kile kitabu cha Ufunuo Yohana 19 kuanzia ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 19, atakuja Yesu Kristo katika mfumo huo, alafu atasafisha, atahukumu, atafanya haki kama alivyofanya katika hekalu
Hivyo hivyo baada ya hapo tutaingia kwenye comfort, tutaingia kwenye raha, kufarijiwa kama walemavu hawa wanavyofarijiwa, kama hawa wanavyofarijiwa. Mpendwa, kwa hiyo jambo hili halikuwa jambo la hivi hivi. Jambo hili lilikuwa ni jambo lililojaa utukufu. Anasema katika Ufunuo wa Yohana 19, tutaruka mstari wa 6 na 7 wa 9, lakini tutaenda 13 na 16. Anasema hivi, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi anamiliki. Mstari wa 7, na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Pendwa, hapa anazungumza kwa habari ya kualika kwenye harusi ya mwanakondoo. Watu wanasema tushangilie, tufurahi kwa kuwa mambo yetu yamekaa sawa sasa, kwa kuwa tumeingia katika raha sasa, kwa kuwa tumeingia katika utukufu sasa. Nikiendelea mstari wa 11 anasema hivi, kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. 13, naye amevikwa vazi lililochorwa katika damu, na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Huyu ni Yesu, Neno la Mungu. 14 anasema, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. 15 anasema, upanga wake mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. 16 na mwisho, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mpendwa katika Bwana, hivyo ndivyo Yesu Kristo anavyotufanyia sisi fadhili. Huo ndio wokovu ambao Kristo Yesu ametuandalia sisi. Hiyo ndio neema ambayo Kristo ametupatia sisi. Mpendwa, mambo matatu ambayo tunajifunza mahali hapa wakati wa Yesu Kristo kuingia katika Yerusalemu akiwa amempanda mwanapunda, alafu na watu kwenda kumlaki, alafu na kitendo cha Yesu Kristo kwenda kusafisha na kupindua zile meza za mule hekaluni na kutangaza kwamba hii sio pango la wanyang'anyi, bali itakuwa ni nyumba ya sala ya Mungu. Jambo la kwanza, Yesu Kristo kama mfalme anaingia kuja kutawala, anaingia kuja kumiliki na kuweka vitu vyote katika nguvu yake na katika usawa wake, akiwa amepanda mwanapunda, akionyesha kwamba kuna ushindi, kuna utawala, kuna amani, kuna nafasi. Jambo la pili, Yesu Kristo kama nabii. Yesu Kristo anatuonesha unabii. Kitendo cha wale watu kwenda kumlaki, kutoka nje kwenda kumlaki Yesu Kristo ni kitendo ambacho kinaonyesha habari ya unyakuo, kinatabiri habari ya unyakuo, kwamba tutaenda kumlaki Bwana hewani, kama inavyosema ile Wathesalonike wa kwanza 4 kuanzia mstari wa 16 mpaka 18. Kwa nini walienda kumlaki? Wanasema kwa sababu walikuwa wamesikia habari ya kufufuliwa kwa Lazaro, wakaenda kumlaki. Ndivyo ambavyo inavyosema ile Wathesalonike wa kwanza mstari wa 16, kwamba hatutawatangulia waliokufa, hao watafufuliwa kwanza, nasi ndipo tutakwenda kumlaki Bwana hewani. Mpendwa, Yesu Kristo kama kuhani, Yesu Kristo baada ya hapo tunaona anakwenda kutakasa lile hekalu, anakwenda kubadilisha ule mfumo wote wa ibada, kwamba miili yetu hizi anaiondolea ule uchafu wote, anaondolea ule ubaya wote, anatufanyia upatanishi tena ndani mwetu. Ndio mambo ambayo tunajifunza katika kitabu hichi. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapoziupload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.